Steven Mguto wao tayari wameshawasili kwenye ofisi hizi za bodi ya ligi, na hivi ninavyozungumza na wewe tayari namuona Karim Boimanda, yeye ndo anaingia afisa habari wa bodi ya ligi, naye pia hapa kwa ajili ya kuhakikisha pengine na kujua kile ambacho kitakwenda kufanyika kikao ambacho kinatarajia kwenda kuanza majira ya saa 4. Kwa taarifa nilizokuwa nazo tayari uongozi wa Young Africans uko njiani kwa hivi sasa, unakuja hapa kwa ajili ya kujua nini ambacho kwanza wameitiwa na bodi ya ligi, lakini wakishafahamu basi wajadiliane na mwafaka upatikane nini kifanyike kuelekea Juni 15 kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Mkomo upo eneo la tukio, vipi minong'ono kwa mwelekeo jinsi ulivyo? Yanga wanaweza kukubali? Kwa minong'ono inawezekana pia Yanga kukubali, kwa sababu si ndio maana wameitwa ama wanakuja hapa kwa ajili ya kujadiliana. Kwa hiyo watakachokubaliana itakuwa ni makubaliano ya watu wote ama ni maridhio ya watu wote, kwa maana ya upande wa bodi ya ligi pamoja na upande wa Young Africans. Ninaamini maridhiano na makubaliano yatapatikana na kujua nini ambacho kitakwenda kufanyika. Lakini ukizitazama sura za viongozi wa bodi ya ligi zina bashasha. Sura wao, kwa sababu wao hapa ni ofisini kwao. Kwa sura zinaonekana kama zina bashasha, lakini pia zinaonekana kama unajua yani sura, kwa sababu ni asubuhi huwezi kutafasiri nini ambacho kitakwenda kufanyika, lakini unaona pengine majadiliano na maridhiano yanaweza kaenda kupatikana. Kwa maana eti kwa sababu ni asubuhi. Utofauti wa sura mchana na asubuhi. Mkomwe. Kazi nzuri sana, vizuri sana. Unaweza kuhitimisha. Juma ana swali pia hapa. Kwani Boimanda hawezi kuzungumza na sisi hapo kidogo wakati huo ambapo wanajiandaa kwa ajili ya kikao? Sasa sisi kidogo tumekutana na kizingiti hapa nje getini. Viongozi wanaingia ndani, kwa tunasalimia nao kwa mbali. Hakuna viongozi. Kwa hiyo watu waingie leo. Tutajitahidi baada ya Young Africans kufika, tutaomba na tutajitahidi kuona kama tunaweza tukaingia ndani na kujua nini ambacho kitakwenda kufanyika. Lakini hadi sasa viongozi wa bodi ya ligi pekee ndio ambao wameshafika, lakini viongozi wa Young Africans kwa mujibu wa taarifa nilizokuwa nazo, wao kwanza wameanza kikao chao Jangwani, alafu wanakuja hapa. Basi utakuwa unatuambia kinachoendelea hapo, viongozi wanapowasili. Piga simu tuambie, ukiona kiongozi yeyote wa mpira mkamate hapo, lakini pia utuambie tujue kikao kitakuwa na viongozi gani. Maana kuna viongozi wanaweza kaingia hapo kimya. Mimi nipo kwa ajili ya kazi hiyo, ndio maana nimekita kambi asubuhi hapa. Ripota huyo. Karim Boimanda ambaye nimekutana naye nje ya ofisi za bodi ya ligi. Bwana Karim, kwanza habari za asubuhi. Mambo vipi? Tuko live hivi sasa kupitia Crown Sports ya 92.1 Crown FM. Ndio. Bwana, sisi tumekusanyika hapa kama waandishi kama unavyotuona, na wewe ndio tunaweza kusema kiongozi wetu kutokea bodi ya ligi. Wewe ndio kila kitu. Sisi uwepo wetu hapa lazima tufike kwako na tujue kwamba iko kitu kipo ama hakipo. Kwanza swali langu la kwanza, ni kweli leo kuna kikao kati ya bodi ya ligi na Yanga, na ni kweli mmewaita? Ni kweli kipo, japo hatujawaalikeni. Nasibu hatujawaalika, lakini tumewaona. Na uzuri ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inafahamu mchango mkubwa wa wanahabari na vyombo vya habari kwenye maendeleo ya mpira wetu, na wakati mko hapa nje, mabosi wangu mimi walipita hapa wakawaona, na hata mimi nilipopita niliwaona, na nikapewa maelekezo na mabosi wangu kwamba niwajuze kwamba kikao kweli kipo, japo hatujawaalika, lakini kwa kufahamu mchango wenu, basi baada ya kikao tutafanya briefing, kwa maana tutawaeleza kile ambacho kimejadiliwa kwenye kikao. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuna issue na nyie, Nasibu. Hatuna issue na nyie, lakini nadhani baada ya kikao afisa mtendaji mkuu atazungumza na nyie kuwaeleza kile ambacho kimejadiliwa kwenye kikao. Ni kikao cha bodi na Yanga ama na kuna wadau wengine? Mimi sitaki sasa kwanza kuzungumzia detail kuhusu kikao. Wewe unachopaswa kufahamu ni kwamba kuna kikao. Kuna kikao, na kitakapokwisha basi utapewa details zaidi za hicho kikao. Nikushukuru sana Karim Boimanda. Asante. Bwana, mmemsikia Karim Boimanda akieleza kile ambacho ilikuwa ni kiu ya watu wengi kufahamu kweli kikao kipo. Amethibitisha kwamba kikao kipo,
lakini tutazungumza na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kwa maana ya Almas Kasongo baada ya kile ambacho kitakuwa kimejadiliwa. Kwa sasa hivi watakuwa hawana cha kuzungumza kwa sababu kikao bado hakijafanyika. Kwa hivyo baada ya kufanyika pata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari kile ambacho kimejadiliwa, lakini mpaka hivi sasa naweza nikasema bado akidi haijatimia kwa sababu Young Africans wao bado hawajafika. Lakini ndio wanafika Young Africans sasa hivi Pomkai. Naam. Pomkai ndio wanafika sasa hivi viongozi wa Young Africans ndio wamewasili hivi sasa hapa kwenye ofisi za bodi ya ligi. Sijajua mnaweza mkanivumilia ama niendelee? Hakika. Endelea. Ni kina nani muda huu unatutajia wanavyoshuka kwenye magari? Sawa. Ndio wanashuka kwenye gari, kwa hiyo nitakuwa naangalia ni nani na nani wamefika. Lakini tayari wameshafika, ndio wanakaribia kufika hapa. Tafahamisha wadau na tusikilize hivi sasa kwamba ni kiongozi gani na kiongozi gani ambaye tayari ameshawasili katika ofisi hizi za bodi ya ligi. Lakini kwa mbali kabisa kama namuona Alex Ngai, kwa mbali akiwa na viongozi wenzake, lakini ambao bado sijawatambua ni nani na nani. Okay. Ambao bado sijawatambua ni nani na nani, lakini viongozi wa Young Africans wamefika na ni wako wengi. Yaani sio mmoja. Nasibu Mkomo. Nasibu. Naam. Mbona kama viongozi wa Yanga wamechelewa? Kikao kilitakiwa kuanza saa 4 kamili. Kikao kilipaswa kuanza saa 4. Mbona wamechelewa? Sasa hivi saa 4 dakika 14 au ndani kikao tayari kimeanza? Kwa mujibu wa Karimu alivyokuwa ametuambia kikao bado hakijaanza kwa sababu akidi haijatimia. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo mwanzo kwamba uongozi wa Young Africans wao wenyewe walianza kufanya kikao wenyewe kwanza pale zilipo ofisi zao za Young Africans kwa maana ya mitaa ya Jangwani pamoja na Twiga. Pengine ya kujadili nini ambacho watakuja kujibu huku. Unajua lazima ukienda kwenye kikao kama mmeitwa lazima mjadiliane nini ambacho mmejipanga kujibu, kama mkiulizwa hivi na kama mkiulizwa hivi ama utakuwa kunajadiliwa jambo hili. Kwa hiyo bila shaka naamini watakuwa wamejadiliana vya kutosha nini ambacho wamekubaliana nacho ama kile ambacho wameitiwa. Kwa hiyo sasa wamekuja hapa na tayari kama nilivyosema awali viongozi wa bodi ya ligi kwa maana kwa maana ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, CEO, lakini ndivyo kwa sasa hivi hapa namuona mbele yupo Arafati Haji mwenye makamu wa rais wa Young Africans, CEO wa Young Africans, lakini pia Ali Shabani Kamwe yuko hapa, lakini pia nimemwona Andre Mtin, wote wakiwa hapa, lakini bila shaka na huyu na mwanasheria wao ambao wameambatana naye kwa ajili ya kuja kujadili kile ambacho kinazungumzwa. Mbele kabisa yupo makamu wa rais wa Young Africans Bwana Arafati Haji. Unaweza kuzungumza naye kidogo? Uko tayari kwa wito wa bodi ya ligi? Muungwana akatai. Kwa mko tayari kwa ajili ya mkutano? Labda katika barua yenu ni nini ambacho tumeelezwa mnachokuja kuzungumza? Tumepata hapa taarifa kwamba kuna barua. Lazima utakuwa umepata wito. Sawa. Huyo ni makamu. Sawa. Nasibu, basi tutarejea kwako. Ali Shabani Kamwe. Safi, uko vizuri ndugu yangu? Naona mmekuja kwenye mkutano bwana. Hatujajua. Kwa hiyo mko tayari sasa? Tuko tayari. Lakini sijamuona mwenyekiti. Rais wa club kidogo vice yupo bana. Sawa. Mmewaona hao viongozi wa Young Africans ambao tayari wameshawasili hapa. Haya, Nasibu Mkomwa. Asante sana. Lolote chochote unaweza kurejea